yani nisikilize, neno la Mungu linakuja kwa misimu. Ndio. Ninaomba nisikilize. Kuna jambo naweza nikakufundisha leo kwenye maisha yako. Ndio. Likawa leo kwenye maisha yako halijakutokea. Lakini Mungu anakufundisha ili hilo jambo likakae kama akiba kwenye maisha yako. Yes. Ili baada ya muda uje kugundua kwamba okay, Mungu linifundisha kipindi kile, kumbe ni kwa ajili ya nyakati ambazo nazijia mbele ya maisha yangu. Yes, neno lingine la Mungu anavyokufundisha inaweza kawa sio neno ambalo linafanya kazi muda huo. Sio neno la muda huo. Sio neno la wakati huo kwenye maisha yako. Lakini ile neno linaweza kawa linakuja kwa ajili ya kukuandaa. Neno linakuja kwa ajili ya kufanya maandalizi kwenye maisha yako. Ni siku leo unaweza kana kufundisha kuhusiana na mahusiano na hauna mpango wa kuoa, au siku leo unaweza kana kufundisha kuhusiana na uchumi na hauna mpango, wewe una mpango wa kuoa ama mpango wa kuolewa, lakini unajikuta kama siku leo mimi nakufundisha kuhusiana na uchumi. Unajiuliza, mtumishi wa Mungu, sasa ningemfundisha kuhusiana na mahusiano. Mimi mtumishi wa Mungu, mimi nataka nifundishe kuhusiana na mahusiano. Uchumi ninao umekaa vizuri. Mtumishi wa Mungu, mimi nataka nifundishe kuhusiana na mahusiano. Nisikilize kwa makini, mtumishi wa Mungu. Mungu anaweza kana anajua kabisa, anakuandaa kwamba wewe kwa mwanamke ambaye utampata, usipokuwa na hela, uchumi wako usipokaa vizuri, unaenda kuachika. Hakika. Kwa Mungu anaweza kaachia neno la uchumi hata kama unahitaji mahusiano, kwa sababu Mungu anakuandaa. Anajua hiyo ndoa unayoenda, mwanamke ambaye unaenda kukutana naye ni mpenda pesa. Usipokuwa na pesa anakuacha ndani ya siku 2. Kwa hiyo watumishi wa Mungu, kuna neno na mwingine, neno la Mungu huwa linakuja sio kwa ajili ya wakati huo uliopo, yani kwa ajili ya wakati ujao. Neno linakuja kwa ajili ya kufanya maandalizi.